Wajibu wa Mungu kwako ni kujibu maombi yako, kukupigania, kukutunza, kuwa baba, kuwa Mungu, kuwa Alfa na Omega. Vyote hivyo tunavijua. Ndio maana Wakristo tuko haraka sana kupeleka matatizo yetu kwa Mungu. Lakini kama Wakristo, je, unajua nini wajibu wako wewe kwa Mungu? Wewe unatakiwa ufanye nini kwa Mungu? Je, unajua hicho kitu? Kama hujui, karibu hapa. Jina langu naitwa Tabitha, karibu sana, nafurahi kuwa na wewe hapa. Leo tutazungumzia wajibu wa kila Mkristo kwa Kristo Yesu. Yaani wajibu wako wewe kama Mkristo kwake Kristo Yesu. Kwa nini unaitwa Mkristo? Kwa sababu ni mtu ambaye umemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako. Na siku ya leo tutatumia kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku hiyo tuliposikia hatukuacha kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazo maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Inasema hivi, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi nasema hivi, na kuzidi katika maarifa, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Okay, Biblia inatuambia ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai, huu ni waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai. Alikuwa anawaandikia kwamba kwa kadri tulivyosikia, jinsi ambavyo mnavyoenenda, jinsi ambavyo neema imekuwa kubwa kwenu. Lakini katika yote hayo, nyinyi mnapaswa mkae kwenye wajibu wenu. Na wajibu wa kwanza ambao Mtume Paulo anawaambia Wakolosai ni kumpendeza Mungu. Si unanielewa? Kumpendeza nani? Mungu. Wengi tunajua wajibu wetu sisi ni kupeleka maombi. Yaani kwamba Bwana, nilikuwa naomba hivi, Bwana, na gari na nyumba na watoto na mume na nini, pesa na nini. Ndio tunajua huo ni wajibu wetu. Kumbe wajibu wa Mkristo ni kumpendeza Mungu. Na unampendezaje Mungu? Kuishi maisha matakatifu. Kuishi maisha ambayo yanampendeza yeye. Anasema hivi, ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 15 mstari wa 14, mkinipenda mtazishika amri zangu. Katika kumpendeza Mungu ndio kufuata amri zake, kushika sheria zake, kushika njia zake, kusikia sauti yake, kufanya kile Mungu anachotaka wewe ukifanye, sio wewe unachotaka ukifanye. Si unanielewa? Mkimpendeza Bwana, tuseme labda nirudi kwenye mfano wa uhalisia, tuseme hivi, ili mtoto umpendeze baba yako. Wewe labda tulivyokuwa tuko wadogo, tuko shuleni, ili baba yako umpendeze, nikimaanisha ili umfurahishe baba yako, lazima ufaulu vizuri. Kama ni masomo, utapambana ufaulu vizuri. Utapambana labda uoshe vyombo, nikiosha vyombo nikirudi mama atafurahi, labda nikitandika kitanda mama atafurahi, labda nikifua nguo mama atafurahi. Unaona, natakiwa nyumba iwe safi ili kusudi mama akirudi asije akafoka. Sasa kwa upande wa pili wa Mungu ni kwamba tunatakiwa tuishi maisha ambayo yeye Mungu akiona sisi watoto wake yanamfurahisha. Ndio maana anasema, ukisoma kwenye kitabu cha Mithali 27 mstari wa 11, mwanangu uwe na hekima ili kuufurahisha moyo wangu. Na anasema akisha furahi ni kitu gani kinafuata? Ili nipate kumjibu yule anayekulaumu wewe. Kwa Mkristo yeyote, wajibu wa kwanza wa kwako wewe ni kumpendeza Mungu. Sio kujipendeza wewe, sio kutafuta matakwa yako wewe binafsi kwa ufalme wa Mungu. Hapana, ni kumpendeza Mungu. Yaani kumfanya Mungu afurahi, kumfanya Mungu ajitwalie utukufu, kumfanya Mungu yani aone kabisa kwamba kweli mwanangu huyu anafanya kitu fulani kizuri. Kwa sababu nataka tu nikwambie kitu kimoja, nimekuwa nikisema hivi karibuni. Tumeomba kwa mfano wa Mungu, unanielewa? Wewe unaweza kuwa ni mke, unatamani mume wako akupendeze, afanye yale yaliyo matakwa yako. Mimi nataka akirudi aniletee sijui ndo zawadi, akirudi aniuze nimeshindaje, akiniuza sijui nimefanyaje. Na kwa Mungu ndio hivyo hivyo. Mungu naye anataka hivyo hivyo, kwamba na wewe umpendeze yeye, ufanye yale anayotaka ufanye yeye. Amekwambia usiibe, usiibe. Amekwambia usizini, usizini. Usitukane matusi, usitukane matusi. Usifanye hivi, usifanye hivi. Kuwa mtu wa ibada, kuwa mtu wa ibada. Mtu wa mifungo, mtu wa mifungo. Roho Mtakatifu anakusemesha kwamba sasa hivi tenda wema, tenda fanya hivi. Unatakiwa ufanye hivyo vitu. Kwa hiyo sisi maisha yetu yote kama Wakristo, wajibu wetu wa kwanza ni kumpendeza Mungu, sio kujipendeza wenyewe na matakwa yetu. Inawezekana nafsi zetu, akili zetu, mawazo yetu, kuna vitu ambavyo vinataka. Lakini swali la kujiuliza, je, hivi vitu vinampendeza Mungu? Mimi kama Tabitha, kiukweli, kiuhalisia, maybe nataka kufanya hili jambo. Maybe mimi kama Tabitha nataka kunywa pombe. Lakini je, hiki kitu kinampendeza Mungu? Hakimpendezi Mungu. Kwa hiyo Paulo anawaambia, ni kweli neema imezidi kuwa kubwa kwenu, lakini msiache kukaa kwenye wajibu wenu nyinyi wa Kolosai kwa kumpendeza Bwana kabisa. Yaani msiaje mkampendeza mwanadamu yoyote. Msije mkampendeza mtu yoyote. Ila mkimpendeza nani? Mkimpendeza
Bwana. Kwa wajibu wa kwanza wa kila Mkristo ni kwa kumpendeza Bwana, ni kwa kushika amri zake, kwa kushika sheria zake. Anasema hata kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura 5 kuanzia mstari wa 3, anasema mtu atakayenipenda atanishika amri zangu. Anasema kwamba mwanangu, yashike mafundisho yangu, ushike njia zangu. Na kushika njia zake Mungu ni pamoja na kufuata matakwa yake, kusamehe watu, unaelewa, kuwa mtu wa ibada, kuwa mtu ambaye unajali watu, kuwa mtu ambaye unaheshimu watu, kuwa mtu ambaye unashika zile kanuni na sheria ambazo ziko kwenye neno la Mungu. Mungu anataka nini? Unaelewa, Mungu anapenda kitu gani? Mungu anapenda jambo gani? Hayo ndio mambo ambayo kila Mkristo anatakiwa ayafanye, ndio wajibu wako wewe kama Mkristo. Lakini jambo la pili ambalo kila Mkristo anatakiwa ajue kwamba ni wajibu wake, kuzaa matunda. Anasema mkizaa matunda kwa kila kazi njema. Anasema mkizaa matunda kwa kila kazi njema, sio kwa kila kazi mnaofanya, kwa kila kazi njema, kwa sababu sio kila kazi matunda yanayozaliwa pale yanakuwa ni matunda mazuri ya Bwana. Niseme mfano, umemtukana mtu. Ukimtukana mtu, ni tunda gani ambalo linazaliwa pale? Yule mtu pengine ile tu umemtukana, ukamtukana mtu kwamba ndio maana wewe ni mbaya, automatically kuna tunda ambalo umelizaa pale. Lile tunda umemzalisha wewe, mtu atakosa labda, atakosa confidence, atakosa kujipenda tena. Umezalisha tunda la hofu na mashaka ndani yake. Kwa Paulo anawaambia Wakolosai kwamba mkizaa matunda kwa kila kazi njema, na kitu ambacho Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 15 kuanzia mstari wa 4, anasema hivi, nyinyi mkikaa ndani yangu na mimi nyinyi mkikaa ndani yenu, anasema kwamba mtazaa sana. Kwa kitu ambacho Bwana ametuletea hapa duniani sisi kama wanafunzi wake ni kuzaa matunda. Hata Paulo anawakumbusha Wakolosai kwa habari ya jambo hilo hilo kwamba mkizaa, anasema hivi, mkizaa matunda, kwamba muwe watu ambao mnazaa matunda kwa kila kazi njema ambayo Mungu anawatuma. Iwe mmeenda kuhubiri Injili, lazima mzae matunda. Iwe mmeenda kuona wagonjwa, lazima mzae matunda. Kwamba mtakapoenda kuzungumza na wagonjwa, mkawape faraja. Mtakapoenda kuzungumza na wagonjwa, mkawatie moyo. Katika kukaa katika ushirika wenu, muoneshane upendo, ndio kitu cha msingi. Kwa katika ule ushirika ambao mko pale, ile ni kazi ya kimungu, lakini katika ile kazi ya kimungu muhakikishe mnazaa matunda. Kwa wajibu wa kila Mkristo ambaye anamtumikia Kristo Yesu ni kufanya nini? Ni kuzaa matunda kwa kila kazi njema, sio kwa kila kazi, kwa kila kazi njema. Ile kazi njema ya Bwana lazima izalishe matunda. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kusema kwa kitabu cha Mathayo 28:19, anasema enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu 20 anakuja kusema kwamba sitowaacha mpaka utimilifu wa dahari. Kwa hiyo hapa anachomaanisha ni kwamba ninawatuma ulimwenguni ili muende mkazalishe mbegu, ili muende mkasimame kama mabarozi wangu, ili muende mkasimame kama wakristo wangu. Ndio maana anawaambia hata Wakolosai Paulo, mkizaa matunda kwa kila kazi njema. Na anatuambia mimi na wewe leo kwamba tukizaa matunda katika kila kazi njema ya kimungu. Umeenda umehubiri Injili, umepanda mbegu, ile mbegu itazaa matunda. Umeenda umeona wagonjwa, utaenda kule utazaa matunda. Kwa kitu cha pili, wajibu wa pili wa Mkristo kwa Bwana ni kuzaa matunda. Sio, unanielewa? Kuzaa matunda. Sio Mungu akupe wewe matunda, wewe katika ile mbegu ambayo Mungu amekupa, make sure inazaa matunda. Ndio maana alitolea mfano kwenye kitabu cha Luka 13, akasema kuna mtu ambaye alikuwa amepanda mti, ule mti ulikuwa utoi mbegu, akasema nitaukata, lakini akasema ngoja niumwagilizie, niutilie na samadi, ukiota sawa, usipoota ndio utakuja utaukata. Kwa wewe ni mti ambao unatakiwa utoe mbegu. Wajibu wako kama Mkristo, chochote anachokupa Mungu, make sure unakizalisha. Mungu amekupa karama, itumie. Paulo anamwambia Timotheo, ukisoma kwenye waraka kwanza wa Timotheo sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 13, anasema kwamba kabla sijaja ukazane katika kusoma, katika kufundisha na kuonya. Anamwambia usiache kuitumia ile karama. Kwa katika kila kitu ambacho Mungu anakupa, kama vile ambavyo Timotheo aliambiwa na Paulo, lazima kizalishe matunda. Huo ndio wajibu wako. Mungu hajakuleta tu utoke hapa uzunguke. Mungu hajakuleta tu utoke hapa ukaekae tu, hapana. Mungu amekuleta hapa duniani ili uzae matunda. Huo ni wajibu wako wa pili. Ulichonacho ndani yako usikae nacho. Mungu amekupa karama, una neno la hekima, tembea nalo. Una neno la maarifa kama ile wa Korinto wa kwanza sura ya 12, una neno la maarifa, nenda nalo. Wewe ni una karama ya uponyaji, zalisha matunda, watu waponyeke. Yani utakapowagusa watu waone nguvu ya kimungu ndani yako. Una karama ya uonaji, waambie watu vitu ambavyo Mungu anasema. Unazalisha matunda kwa kufanya hivyo. Unawafanya watu waepuke na vitu vibaya, wamrudie Mungu. Umepewa karama ya kufundisha watu, wafundishe watu. Usije ukasema mimi nikienda nikifundisha watasema kwamba huyu mtu
tunamjua, sio kakwenda karudi. Hapana, Paulo anawaambia hata Wakolosai kwamba mzae matunda kwa kila kazi njema ambayo Mungu ameweka ndani yenu, kwamba watu wengine, sio tu nyinyi Wakolosai, hata watu wengine wa huko wamjue Mungu, wamseme Mungu, wamtambue Mungu kupitia nyinyi Wakolosai. Kwa na sisi tumeletwa hapa duniani, wajibu wa Mkristo ni kwamba tunatakiwa kuzaa matunda. Sio, unanielewa? Kufanya nini? Kuzaa matunda. Yani zaa matunda. Usikae tu na kalama yako sasa, sijui nianzie TikTok, sijui nianzie Instagram, sijui uanzie wapi. Anzia hapo hapa ambapo Mungu amekuwekea. Zaa matunda. Yani watu wamuone Mungu kupitia wewe. Lakini kitu cha tatu anasema na kuzidi katika maarifa ya kimungu. Paulo alichokuwa anamaanisha hapa ni kwamba anasema mkizidi katika maarifa ya kimungu, kwamba mkizidi katika kumtafuta Mungu, mkizidi kupata maarifa ya kimungu. Labda mlikuwa kama watoto wadogo, kama Petro anavyosema, kusoma kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 ule mstari wa 2, anasema kwamba nyinyi mmekuwa watoto wachanga, msijetamanini maziwa yasiyogoshiwa, yani mnatakiwa mkue. Kwa hiyo Paulo anasema kwamba msije mkakaa hapo hapo, ila tamanini kupata maarifa zaidi ya kimungu, tamanini kupata siri zaidi ya kimungu. Msije mkarizika tu kwa sababu mmesikia Injili, msije mkarizika tu kwa sababu mmeiona Injili, lakini tamanini sana kupata maarifa. Unanielewa? Yani tamani sana kuishi katika maarifa. Usiwe mtu wa kudepend kutoka kwa mtu mwingine. Biblia inasema, kusoma kwenye kitabu cha Wakolosai 3:10, inasema mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana mkimpendeza. Yani kwamba anasema hautakiwi wewe kama Mkristo, unaelewa, kuwa kama jana, unaelewa, yani kama ulivyokuwa jana ndio uwe leo. Hapana, kila wakati tamani kupata maarifa. Biblia inasema apendaye mafundisho upenda maarifa. Yani kuwa tamani kuwa mtu ambaye una maarifa. Biblia inasema, kusoma kwenye kitabu cha Mathayo 13 kuanzia ule mstari 50 na kuendelea, anasema hivi kwamba mtu ambaye ana nyumba, anasema hivi ana nyumba, anatoa vitu vya zamani na vitu vipya. Kwa kama Mkristo yote, wajibu wako mwingine wewe kwa Kristo Yesu ni kuhakikisha unazidi katika maarifa ya kimungu, unazidi kujua siri za kimungu ili uzifunue, kwa sababu wewe ni mjumbe. Si unanielewa? Wewe ni shamba la Mungu. Ukisoma kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9, anasema nyinyi ni shamba la Mungu, nyinyi ni wafanyakazi wa Mungu. Kwa hiyo kama mfanyakazi wa Mungu, wajibu wako mwingine ni kutafuta maarifa. Usisubiri utafutiwe. Yani kuna watu ambao akiamka asubuhi anatafuta page ya nani niende nikasikilize kwanza, instead ya kufungua kwanza Biblia. Fungua kwanza Biblia. Ukishamaliza kufungua Biblia, umejawa na maarifa, ndio okay, ngoja nikaongeze maarifa mengine. Kwa nini nisiende labda kwa Sister Tabitha nikamsikiza Sister Tabitha? Kwa sababu kupitia kwa Sister Tabitha hiki nilichokisoma leo nitaongeza kitu kingine, hiki nilichokisoma leo nitapata kitu kingine. Kwa hiyo Paulo anawaambia Wakolosai kwamba msije mkalizika tu na wokovu, msije mkasema okay, sasa hivi tumeokoka, sasa hivi tunamjua Bwana kwamba ni mwokozi na maisha yetu, basi hiyo imetosha. Hapana, anasema mkizidi katika maarifa ya kimungu, kwamba hautakiwi kuwa kama jana, hautakiwi kukaa hapo hapo kila siku. Pale tulipokukuta jana hatutakiwi kuwepo tena pale pale jana. Tunatakiwa kukuona ukiwa unakuwa, ukiwa unasogea, ukiwa unajua vitu, ukiwa ni mtu wa kutafakari vitu. Kwa hiyo huo ndio wajibu wako wewe kama Mkristo, kuzidi katika maarifa. Ni kweli wamekuongoza sara ya toba au fulani labda si Ezekiel nani na mkili Yesu kwa na mkozi wa maisha. Usiishie tu hapo, unaelewa? Wajibu wako ni kuzidi kutafuta siri za kimungu, kutafuta maarifa ya kimungu. Hivi naomba nikuulize swali mmoja, ukajibu wewe mwenyewe hata kwenye comment. Hivi nikuulize, kwa mfano kama Paulo alivyokuwa ameongoza pale tu na Anania, alafu akaendelea na maisha yake bila kutafuta siri za kimungu, leo tungekuwa tuna mtu kama Paulo, tusingekuwa naye. Paulo alijua wajibu wake ni kusambaza Injili. Kwa kama wajibu wake ni kusambaza Injili, kila wakati inabidi atafute maarifa. Kila wakati. Ndio maana Paulo naye alikuwa na mwalimu. Sio, unanielewa? Alikuwa na mwalimu. Paulo alihakikisha, anasema kwamba alikuwa na idea Torati, lakini alihakikisha katika Torati anapata maarifa ya Kristo Yesu, kwa sababu ndiye aliyekuwa amemuita. Na kwa kusema hivyo, Mungu akubariki sana, Mungu akutunze na kukuhifadhi na kukutetea kila wakati. Jina langu ni Tabitha. Usisahau kusubscribe, kulike, comment and share. Ninakuombea Mungu akusaidie. Anza jani yako ya kutamani kuishi kwenye wajibu wako, sio kuishi kwenye wajibu wa Mungu. Yani Mungu anatakiwa kufanyia nini wewe? Wewe unatakiwa umfanyie nini Mungu? Wewe unatakiwa umpendeze vipi Bwana? Ninaupenda wimbo mmoja anasema hivi, kuvaa kwangu, kula kwangu kukupendeze. Yani kama unataka kumpendeza Mungu, ni kwamba unatakiwa uishi kwenye matakwa ya kwake kila wakati. Ninakukaribisha kwenye group letu ya Bible Study. Ninakukaribisha, usisahau kusubscribe, pia kulike, comment and share. Bye, see you next time.